Yesu anataka kutoa kwenye shida ulizokuwa nazo. Ukimpokea Yesu jioni ya leo, hautaitwa mama yule wakausha damu tena. Ukimpokea Yesu jioni ya leo, hautaitwa baba yule mlevi tena. Ukimpokea Yesu jioni ya leo, hautaitwa yule kijana mvuta bangi tena. Ukimpokea Yesu jioni ya leo, hautaitwa yule dada kahaba, hautaitwa yule mama kahaba. Yesu anakuhitaji. Yesu anakufa msalabani kwa ajili ya kuchukua dhambi zetu. Hivyo ndugu zangu, haya mabaya unayofanya, huo ubaya unaofanya, ukianza kuifanya ni kwa sababu wewe Mungu kwa akili zako mwenyewe umekataa sauti ya Mungu, umekataa sauti ya Mungu. Ukimpokea Yesu utabadilika. Ukimpokea Yesu atabadilisha akili zako, atabadilisha fahamu zako, atakurudishia heshima yako. Nataka kumwambia mtu wa Mungu, mimi mwanzoni kabla sijaokoka, mimi nilikuwa ni kijana ambaye ni mzinzi sana. Mimi nilikuwa ni kijana ambaye ni mlevi sana, lakini baada ya kumpokea Yesu alinibadilisha matendo yangu. Baada ya kumpokea Yesu alinibadilisha fikira zangu, alinirudishia heshima. Mpaka sasa unaponiona hapa, nipo hapa mtaani kwako, usije kuchukua kawaida, ni heshima kwa ajili ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Na ndio maana jioni ya leo tumeamua kuwafuata watu, kuwafuata mitaani, kuwahubiria habari njema za Yesu. Mpokeeni Yesu ndani ya maisha yenu, atabadilisha familia zenu. Leo hii kuna watu wanasema kwamba watoto wameharibikiwa, mnasema kwamba vijana wangu wameharibikiwa, lakini kwa sababu mmekataa maarifa ya Mungu na wale watoto wenu kwa akili zenu wenyewe, na Mungu yeye amewakataa. Mpokee Yesu ndio atabadilisha watu wa Mungu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, tunapoongea habari za wokovu, nataka nikwambie maana ya kuokoka. Wapo watu wengi wenda wamesikia sana, umesikia wachungaji wengi maana ya kuokoka. Nisikize vizuri mtu wa Mungu, nakwambia maana ya kuokoka. Kuokoka ni kupona. Kuokoka ni kupona kwenye hatari zilizokuwa zikikabili. Ni kuacha ubaya ambao ulikuwa ukifanya tangia mwanzoni, kuacha na kuanza kutenda mema. Hiyo ndio maana halisi ya kuokoka. Kuokoka sio kusali Pentecost mtu wa Mungu. Kuokoka sio kwenda kanisani na kuomba au kusema nimeokoka. Kuokoka sio kushika Biblia mtu wa Mungu. Kuokoka ni kupona kwenye matendo ulikuwa ukiyafanya. Kama ulikuwa unafanya ubaya, ukiacha, ukatubu na kuacha na kuanza kuishi sawa na ulivyo.